Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, mwana historia, mwana diplomasia na mwana majumui wa Afrika. Leo ni tarehe 24 mwezi wa tatu mwaka 2026. Ni takriban siku 26 tangu kuanza kwa vita inayoendelea Mashariki ya Kati, ambapo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2026, Marekani na Israel walivamia Irani na kufanya mashambulizi kwenye mji wa Qom na kumuua kiongozi mkuu wa Irani almarhum Ayatollah Ali Khamenei pamoja na wasaidizi wake wengine wa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, akiwemo Ari Shamkani na wengine takriban 15. Lakini leo tunaangalia kwa nini Marekani wamechelewa kupata ushindi na kwa nini Marekani vita hii anaiona ni the battle of attrition, vita ya kuchosha, na tunaangalia hasara walizopata Marekani kwenye vita hii dhidi ya Irani, Marekani na Israel, ambayo hawajawahi kuipata hapo kabla. Ni hasara kubwa sana. Tukianza kwa haraka ni kwamba kitu ambacho kimeibeba Irani ni jiografia ya nchi yake, lakini pia Irani ilijiandaa kwa vita muda mrefu tangu mapinduzi ya mwaka 1979, mapinduzi ya Kishia yaliyoongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini dhidi ya utawala wa Mohammad Reza Shah Pahlavi. Kwa hiyo tangu 79 kipindi Irani walikuwa wakijiandaa na vita na walijua siku moja vita kubwa itatokea. Ndio maana walitumia bajeti za nchi yao kutengeneza silaha za gharama nafuu, walitumia mazingira ya mlango bahari wa Hormuz kupanda mabomu ya ardhini, walitengeneza watu wenye imani imara na wa kuafia nchi, walitengeneza mfumo imara wa kidini wakauingiza kwenye siasa ili kila Muirani aweze kujivunia kupigania na kufia taifa lake. Israeli, Marekani na mataifa mengine yaliweza kuwatumia Wakurdi pamoja na Waazeri kutengeneza mtandao wa ujasusi ndani ya Irani ili kuwaua viongozi mbalimbali wa Irani wenye ushawishi. Hiyo inaitwa surgical strike pamoja na decapitation strike. Ndio maana Irani tangu mwaka 90 mpaka leo imepoteza zaidi ya viongozi 100 kutoka kwenye jeshi, usalama wa taifa, mawaziri na viongozi wengine ambao wamekuwa wakiuawa na shirika la ujasusi la Israel Mossad mara baada ya kupewa tenda na shirika la ujasusi la Marekani linalojulikana kwa jina la CIA. Kwa leo tunaangalia hasara walizopata Marekani. Kwa mara ya kwanza, hasara mojawapo walioipata kubwa ambayo haijawahi kutokea ni kushambuliwa kwa meli ya USS Abraham Lincoln Warship. Hii meli ina thamani ya takriban dola za Kimarekani bilioni 14, ambao ni sawa na fedha ya Tanzania shilingi trilioni 34. Yaani bajeti ya Tanzania 2016 2017 ilikuwa ni trilioni 34. Ndiyo thamani ya meli ya USS Abraham Lincoln ambayo Wairani wameilipua, sasa imekuwa haina kazi. Yaani kwa mara ya kwanza Marekani meli yake kubwa ya kivita USS Abraham Lincoln imeweza kuharibiwa na makombora ya Irani yenye thamani nafuu. Lakini pia kuna USS Gerald Ford. Hii ni meli nyingine ya kivita, ni meli ambayo ina viwanja vya ndege, inajaza mafuta, inabeba na askari, ina makombora ya kushambulia yenye thamani ya takriban dola za Kimarekani bilioni 13, sawa na shilingi trilioni 32.5, nayo pia imelipuliwa. Lakini kwa mara ya kwanza tangu baada ya vita ya pili ya dunia, Marekani imepata hasara kubwa ya kulipuliwa kwa ndege zake ambazo zimelipuliwa na makombora ya Iran. Ndege ya kwanza ni F-35 Lightning II yenye thamani ya dola milioni 100 za Kimarekani. Ndege ya pili ni F-15 Striking Eagle yenye thamani ambazo zimelipuliwa 5, kila moja ina thamani ya dola milioni 90. Ndege ya tatu ni K6-135 Stratotank ambazo zimekuwa 6, kila moja ina thamani ya dola milioni 60. Hizi ndege za kujaza mafuta. Lakini kambi za jeshi 12 za Marekani zimelipuliwa kutoka Saudi Arabia, kutoka Iraki, kutoka Cyprus, kutoka Bahrain, kutoka Kuwait, kutoka Jordan na maeneo ya Mashariki Kati. Kambi hizo zilikuwa zina jumla ya thamani ya dola milioni 800 za Kimarekani, zimelipuliwa na makombora ya ballistic na cruise missile kutoka Irani.
Lakini pia jumlisha zaidi ya wanajeshi 1500 wa Marekani wamejeruhiwa na wale ambao waliofariki. Kwa hiyo kiujumla, vita hii Marekani amepata hasara ya takriban dola bilioni 10 za Kimarekani. Ondoa thamani ya meli hapa, hizi dola, ondoa thamani ya meli USS Abraham Lincoln na USS Gerald Ford. Kiujumla Marekani amepata hasara kubwa, na operation yake ambayo aliita Epic Fury haijatimia kama Waisraeli walivyoita jina la Rolling Lion, na Wairani wakaiita Operation True Promise Season 4, ahadi ya kweli kwa Wapalestina na mataifa ya Kiarabu yanayonyanyaswa na Wayahudi pamoja na Wamarekani na watu wa Magharibi. Lakini Marekani pia amewahi kupata hasara kubwa na kupokea kichapo na kuondoka kwenye maeneo ya kivita kwenye nchi mbalimbali. Tunaanza na Vietnam, vita ya miaka 20 kutoka 1955 mpaka 1975. Katika vita ya Vietnam, Laos na Cambodia, tunamjua kiongozi wa mapinduzi ya Vietnam Bwana Ho Chi Minh alifanya mapinduzi mwaka 54. Tayari Ufaransa na Marekani wakaingia kule kuishambulia na kujaribu kuondoa ushawishi wa Umoja wa Nchi za Kisoviet. Vita ilichukua takriban miaka 20 mpaka ilipofika mwaka 1975 rais wa Marekani Bwana Richard M. Nixon alilazimika kujiuzulu kwa kashfa ya Watergate scandal pamoja na kushindwa kwake yeye na Henry Kissinger kuisaidia Marekani kupata ushindi Vietnam, na marais wengine wengi waligomea mchongo wa Vietnam akiwemo John Fitzgerald Kennedy. Lakini Marekani ilipata hasara zaidi ya dola trilioni 1, na Marekani alikimbia uwanja wa vita mwaka 75 baada ya kuanguka kwa mji wa Saigon mikononi mwa wakomunisti. Lakini Marekani pia kwa takriban miaka 21 Vietnam amekuwa akipambana na wanamgambo wa Taliban, ametumia zaidi ya dola trilioni 3 na ameshindwa vita, na serikali ya Taliban ndiyo inayoongoza Vietnam. Operation imeshindwa. Cuba, kutoka mwaka 1959 mpaka 2008 Marekani imetumia zaidi ya dola bilioni 500 kumuua Fidel Castro kwenye operation mbalimbali, kuanzia Pig Bay attack, operation Munguzi na majaribio zaidi ya 600 ya kumuua Field Marshal Fidel Castro. Operation imeshindwa. Israeli peke yake katika operation hii ya kutaka kubadilisha uongozi nchini Iran imepoteza zaidi ya dola bilioni 30, ikiwemo ndege zake kulipuliwa na vinu vyake vya nyuklia eneo la Dimona kulipuliwa. Kwa hiyo lengo la kusema haya ni kwamba wakati mwingine sio idadi ya wanajeshi na teknolojia inaweza ikasaidia kushinda vita, bali jiografia ya nchi, utayari wa watu, umoja na mshikamano na mbinu za kivita. Tumeshuhudia Irani akitengeneza makombora yake ya cruise na ballistic missile, ndege nyuki na mabomu yake kwa gharama nafuu kutokana na teknolojia yake, wasomi wake, lakini kuwa na akiba kubwa ya mafuta na gesi na madini mengine muhimu ambaye anaifanya Irani kupata utajiri japokuwa ipo kwenye vikwazo na kutengeneza silaha zake. Wanasema wataalamu wa masuala ya ulinzi na usalama, sometimes geography beats technology. Sometimes the nature of the environment determines who will be a winner and who will be a loser. In this war, America and Israel are the losers because of the geography of Iran. Kwa hiyo jiografia ya Irani imewapa ushindi mkubwa watu wa Irani, na Marekani anaiona vita hii ni kwamba the war of attrition, vita ya kuchosha na kutumia muda mrefu. Tunachojifunza hapa ni kwamba watu wa Irani wameshikamana, wamejizatiti na kulipigania taifa lao, na ni watu ambao hawaogopi kufa. Kama watu wa Irani wangekuwa wanaogopa kufa kwa jinsi Israeli na Marekani wameua viongozi wa Irani kutoka mwaka 1990 mpaka leo 2026, watu wa Irani wasingetamani uongozi wa masuala ya kijeshi. Israeli na Marekani wameua zaidi ya wanasayansi 35 wa nyuklia, maeneo mbalimbali wamekuwa wakiwaua. Israeli na Marekani wameua mawaziri, wamelipua ndege na kufanya hujuma zito ndani ya Irani, lakini bado taifa la Irani limeendelea kusimama imara. Ni kwa sababu wanayo imani juu ya taifa lao. Israeli na Marekani waliwahi kuandaa operation Ajax mwaka 1953 dhidi ya waziri mkuu kigogo na mwanazuoni wa Irani Mohammad Mossadegh, wakamtoa baada ya kufukuza makampuni ya Marekani na Israel na Ulaya walikuwa wanachimba mafuta. Akawekewa zengwe, ikaandaliwa operation Ajax, wakamtoa, hatimaye akafia kizuizini. Kwa hiyo tunachoweza kujifunza sisi mataifa ya Afrika ni kwamba
kwa kadri tunatakiwa kuzipenda nchi zetu, tunatakiwa kuwa na umoja, mshikamano, tunatakiwa kuchukua jukumu la ulinzi na usalama kama jukumu takatifu kwa maslahi ya ulinzi wa umma na maslahi ya dola imara, kwa sababu inavyoonyesha mpaka sasa hivi the gunboat diplomacy of the United States of America has failed. Yani gunboat diplomacy ni aina ya diplomasia inayoambatana na vitisho vya kijeshi na vya kisiasa ili mataifa madogo yaweze kukubali masharti na kuyasujudia na kuyanyenyekea mataifa makubwa. Sera ya mambo ya nje ya Marekani ya Donald Trump wakati wa pili, MAGA phase 2, yani Make America Great Again, kupitia gunboat diplomasia ya vitisho vya kijeshi imeshindwa kufanya kazi nchini Irani, na sasa Marekani ameamua kutupa taulo baada ya kugundua kwamba vita ya Irani ni vita yenye kuchosha na ina uwezo wa kuchukua muda mrefu. Kama Irani waliweza kupigana na Iraki kwa muda wa miaka 8 kutoka 1980, mwaka mmoja baada ya mapinduzi, mpaka 88, Saddam Hussein bin Majid wa Iraki alikuwa akipata msaada kutoka Marekani, Uingereza, Ufaransa na Israel, lakini alishindwa kuipiga Irani iliyochukua miezi 6 baada ya mapinduzi. Kwa Irani sio taifa la kubeza, limeweza kushambulia zaidi ya kambi 15 za Marekani, imeweza kupeleka maumivu makubwa Israeli na maeneo mbalimbali, imeweza kuzuia uchumi wa dunia kwa kufunga mlango bahari wa Hormuz. Kwa Irani inatoa somo namna ya kupambana na Marekani, na mataifa mengine yasiogope kupambana na Marekani au kulinda haki yake na maslahi yake kwa kuogopa vitisho vya Marekani. Marekani anadhibitika, anapigika. Ni swala la kuwa na mipango mikakati mizuri, kuwa na jeshi imara, uzalendo, umoja, mshikamano, kujua namna ya kutumia mazingira ya kijiografia kuweza kumpiga adui hata kama ana teknolojia kubwa. Kwa miaka zaidi ya 21 Marekani ameambulia kichapo na aliamua kukimbia eneo la Afghanistan kutokana na milima ya Tora Bora, jiografia ya kijangwa, joto kali, ambapo askari wa Marekani walishindwa kuhimili na wengi wao walikufa. Marekani alishindwa kufua dafu nchini Cuba kutokana na mazingira ya bahari ya Cuba, kutokana na mazingira ya Cuba, visiwa, milima, mapango na mawe ya Havana. Lakini Marekani alishindwa kuhimili misitu ya Laos, Cambodia na Vietnam na kukimbia uwanja wa vita. Dunia lazima ijue sio kila vita Marekani anashinda, na propaganda nyingi za vyombo vya habari vya magharibi zimetumika kuibeba Marekani na Israeli. Mitandao mingi ya kijamii inaibeba Marekani na Israel kinyume na uhalisia. Ni muhimu watu wajifunze mbinu za kivita za Irani ambazo zimeustajabisha ulimwengu wa intelijensia, ujasusi na masuala ya ulinzi na usalama. Nguvu ya Irani tumeiona. Naitwa Lugete Musa Lugete. Usisahau kusubscribe channel hii ya YouTube kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Asante sana.